Jumatatu hii Mei 12 mwaka 2025 katika vijiji vya Remeka na Bukumbiriri vilivyo katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Kulingana na watu mashuhuda eneo hilo, utulivu huu umefuatia mapigano makali yaliyotokea asubuhi ya Jumapili 11 kati ya waasi wa M23 na makundi ya kizalendo. Kulingana na vyanzo, waasi wa M23 walishambuliwa usiku wa manane na saa 8 mchana siku ya Jumapili na kusababisha kuhama kwa watu wengi katika vijiji hivyo viwili. Mashahidi wanaripoti kwamba harakati za kurudi kwa wakazi zilizingatiwa Jumapili jioni. Vijiji vya Remeka na Bukumbiriri vimesalia katika hatua hii chini ya udhibiti wa vikundi vya wazalendo kwa mujibu wa vyanzo. Tuangazie uso tarafani Walikale. Huko Walikale hali ya utulivu pia imerejea baada ya wasiwasi mwingi kutanda katika eneo hiyo dhidi ya mapigano yaliyoshuhudiwa kati ya wazalendo na waasi wa M23 AFC. Kulingana na vyanzo ni kwamba jamii iliyopo bado kuzoea sheria zinazoundwa na serikali mpya iliyopo. Tuliweza kuzungumza na mkaaji mmoja. Hali ya usalama hapa tulitoka mpori, tulikia tembea kwanza kumugini, kutoka kule makampani, tulikia tembea kumugini, kufika kumugini sasa hivi tu basi leo natuambia sasa tuhame. Tuhame tutoke mpori tuhamie tena kumugini. Pourtant baada ya M23 wako karibu na hapa kwenye tuko. Sasa hivi wako karibu na hapa. Sisi tupo porini. Tuko ndani ya pori, ndani ya miti kabisa. Hawawezi kufika kwenye tuko. Mwalikale center watu wapo salama, usalama upo, huko ni salama. Huku pembeni kabisa, pembeni huku kama huku kwetu huku. Kwa hizi group maza mbalimbali, tuko matatizo jusie. Tuko pembeni ya Masisi. Tuko mgrupu mazi nyeziko na limite na Masisi. Ilaje nyeziko msepetation na Masisi ziko ukipedi jana na M23. Alors zile zinatutia ndani roga sana, lakini zingine nafasi za chini Walikale centre na zingine maeneo atuka bako bien salama huko. Tuangazie macho mji mkuu wa Goma, hususan Goma. Vijana wengi wakamatwa kwenye msako unaoendeshwa na serikali mpya iliyopo ya M23 AFC. Vijana hao kutoka tabaka tofauti wanashtumiwa kuyumbisha usalama jijini Goma, huko kila mmoja akishikwa na shutuma zinazomkabili kumiliki silaha kinyume na serikali mpya iliyopo. Angalia namna gani hali halisi ilivyokuwa. Ça fait bien qu'il y a l'insécurité qui est créée par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, c'est un gouvernement hautement extrémiste. Il paye les gens l'argent, beaucoup d'argent, pour semer l'insécurité à travers certains politiciens qui sont ressortissants du nord et du sud Kivu. Ils donnent beaucoup d'argent à leur coalition. Comme vous le savez, leur coalition est composée de FDLR. Ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est la coalition gouvernementale. Ils sont là. Les FDLR sont là. Alors, il y a les criminels, pardon. Les criminels sont là. Ça sont les criminels. Ils sont là. Des criminels que le gouvernement congolais paye. Là, ça, c'est les chantiers que nous allons vous montrer aujourd'hui. On a fait l'opération d'une seule journée. On a arrêté ces criminels. Alors, ici, les Wazalendo. Les Wazalendo sont là, qui créent la désolation dans la ville. Et ici, le FDLR. Ça, ce sont les FDLR. Vous le savez. Donc, ils sont là. Ça, c'est un gouvernement des irresponsables. Et ici, il y a le FRDC. Leo tunakuwa baonesha majambazi, watu ambao wanafanya vitu vibaya ndani
ya mugi ya Goma. Hapa tuko na ba criminal. Pale tuko na wazalendo ba FDLR, ba FRDC. Watu wanakuwa na basila kwa nyumba, wanaiba, wanaendesha bwizi, wana mauaji ndani ya mugini. Ndio maana tunawashika tumatia mkono. Kwa hiyo ndio tunakaonesha insecurity tulikuwa yaona ni yao. FRDC wajambazi na FDLR walikuwa ifanya. Asante sana. Na mliwatosha wapi hao watu? Tulisaka kwa nyumba kwabo, lakini tuliwakamata wakati biko naiba, bot biko hapo. Tunaweza jua namba ya hao watu kani. Hii tunasema leo tunaonesha echantillon. Unajua kiki wanasema echantillon. Biko nyingi sana, lakini tunawapelekea echantillon. Biko nyingi. Sasa kesho yake tena tutawaita tena, mtakuwa yaona tena mingi sana tena. Bote sana mtawaona kesho. Nadhani kama hii itaweza saidia security route mkuona sana. Ndio maana tunasema, hiyo tunasema ni iko sa last warning. Kila mtu ambao anajua ambao anaweka mtu iko na silaha kwake. Na benye biko na silaha. Juu kila mtu hapa Goma anaweka mtu iko na silaha. Hii ndio ya mwisho. Kama tunakushika tunashika yule mjambazi, mwizi na wewe tutakushika. Na hiyo insecurity tutaicha security itaisha. Bafanye nini sasa kama biko na mtu mwenye yuko na bunduki population feni? Wao denoncer, waseme kabisa. Bataye yule mtu kabisa. Tutafanya kitu. Afande FDLR mnazikueheza. FDLR gisi mnaona pale. Hapo diko hapa na fili ya Goma. Kufuatia hali hiyo, baadhi ya watu wanalaani vikali vitendo hivyo na kutupilia lawama hizo kwa washtumiwa hao ambao walikataa kujiunga ili kupiganisha adui ambaye anayumbisha usalama. Tusikilize walivyosema. Hata wabasombe tu aba biana. Watu wa biana wenye biko pale banaambia baingie bazalendo banakatala. Hata wabebe tu. Sibasha mbwa biingie batangana bazalendo juu bapigani mule banaikala bo montare na hata wabasombe tu bapeleke kwenye watu bapeleka tuisha choka. Baisha ambiwa babiana bote batoke mule bachitoke mule baingie bazalendo banakatala. Hata wabasombe wabebe tu na batanda kufa bure tu. Hadi kusumbua watu kama watamaliza bote wamalize tu. Sibiko wanakatala kuingia bazalendo batangana benzabo juba wapige bao bashenze. Babiana banakataba na mwe banakatala. Banikala tu mu nyumba muloyenge tu na montare tu. Wamalize tu. Mwache kutu. Hiyo tini la mforo ya rani ya bazalendo hiyo. Lakini banaambiwa bane nyie mnaona wenyewe benzili iko na wao. Nyie wote si mwe mnatoroka mnaenda kuchangana bazalendo. Hiyo tena mforo hivyo mnaenda kufa bure. Mwanekela tu loyenge Goma bo montare sijui nini na nini loyenge. Aba benzenu benye ba ku Fizi na Uvira benye bote banaingia. Babiana benye banaingia na niko bazalendo. Sio watu. Kisha mnapenda batoke bakwe tu kufa juu yenu na nyinyi mwanekela tu loyenge tu. Hivyo ndio wenyewe watakuwa wanafanya watu wa Goma na watu Bukavu. Kila mtu anakuwa anavuna Kenya anapanda. Na wewe ukipanda ugagamavu na utafuna ugagamavu. Baende. Mungu awasaidie. Baende. Kama watakufia kule baende bafie kule tu, hakuna hata maana ya kuikala mwingine. Mungu awasaidie baende kufa.